Changamke nini? Changamka moja moja kama hivi ndio kutekelezea. Au ndio kumwomba kuendelea. Na fly tu. Au si? Na fly wa kuendelea sana. Kubali sana. Najua ni siku njema. Na fly mwenyewe. Au si? Mazingira yetu siku moja moja hivi. Kesho nasema Jordan alipita. Au si? Au kwa hiyo mazingira yetu tunapita. Sasa sikia. Hapa kuna mchongo wa kazi na usubiri. Na ukikaa sawa, imani kutakuwa na furaha zaidi hii hapa. Sawa. Uzuri unasema labda nini swini tunaumizana hapa. Hapo bado sijagusa. Sasa watu wana shida vitu kama hivyo wakati. Sasa zinakuwa ni shida zao. Sawa. Nasema ni nani jina? Naitwa Grace. Grace. Yeah. Jina zuri sana. Kwa picnic au sio? Bili shilingi ngapi dada? Hapo na 2,500. Na pesa ndogo sana. Kwa unaona ndio ya kwetu tunaona. Abeli mwanangu. Mama. Naomba uende kwa kakako. Naona naumwa sana. Unipeleke hospitali. Pole sana mama. Najua utapona. Maana blaza, nishampigia sana simu. Simu yake iko busy sana. Ila kwa ajili yako ngoja niende. Naona umekuja tu hapa nyumbani siku ya leo. Na haujatoa taarifa wala kupiga simu. Nishakwambia unapokuja hapa nyumbani kwangu, toa taarifa ili uandalie bajeti ya kula, kulala, uoge na mengine endelee ndogo wangu. Sasa kuna nini kwani shida? Kaka, unajua fika kuhusu maisha yetu ya pale nyumbani. Nimekuja kukupa taarifa. Mama anaumwa. Na ndio maana nimekuja kwako kuomba msaada. Kwangu? Sikiliza nikwambie mdogo wangu. Msinikalili mnavyoniona na mazingira yanayonizunguka kwamba mimi na uwezo wa kutatua kila tatizo linalotokea kwenye familia. Sawa? Sasa cha msingi ni kwamba mimi
siwezi kutoa pesa inayoweza ikafanya mama apone ugonjwa wake. Blaza, hizi mali zinazo ni baraka za wazazi. Kumbuka, pesa zinaisha. Hizi mali zote hizo nazo hizi zinakuhusu blaza. Sasa usimhudumia mama wako, na atamhudumia blaza. Wewe bali mama wako ujue. Abel, unanichefua, unanivuruga kichwani. Hapana blaza. Naomba uende. Mama, nimekuletea dawa hizi hapo mama. Sawa. Abeli mwanangu. No mama. Naomba kesho twende kwa kakako, maana naona na hali yangu sasa hizi ni nafuu. Mama, haina haja ya kwenda. Mwana blaza, nilishamwambia. So, haina haja ya kwenda. Basi mwanangu, kama hautaenda nitaenda mimi. Maana naona moyo wangu unaumia sana juu yake. Basi mamangu, nitakupeleka mamangu. Sasa ngoja niandae chakula ndani ili tule mamangu. Oh, Michael. Nini? Asa usisi nimemwacha Doli pale. Bwana wewe. Hebu ngoja nakutafuta kwanza nakupigia. Ingia. Dani mwanangu. Umekuja kufanya nini nyumbani kwangu? Unaniambia mamako. Kwenye maisha yangu sijawahi kufikiria wala kuwaza kuwa na mama kama wewe. Kwa sababu nilikuwa naomba nimepungua. Kuumwa kwako hakunihusu. Hivi haujajiuliza huko uliko kuna ugulia kwamba pengine ungekuwa na mtoto mwenye hadhi kama mimi, tajiri, ningeshindwa vipi kukuuguza wewe? Ama kweli nimeamini. Wahenga wanasema hivi, ukiwa tajiri, ukamiliki pesa, hata sisimizi watajitambulisha kwako kuwa ni ndugu. Kaka, neno gani hakuna nasema hayo? Wewe, acha niongee na mchafukoga huyu. Sijui hata hapa nani amekuja kwa gia ngapi? Sio umetokea wapi nyinyi? Nisikilize. Kuanzia muda huu hapa, siwataki. Siwataki, mnanivuruga na mambo mengi ya kufanya. Ondoka. Dada mwanangu. Mamako. Nilikuwa miezi 9 tumboni mwangu. Mwenye maziwa yangu. Amekuwa alipimia na mbingu kushuhudia haya. Mnanichafua. Siwataki hapa ndani, nishawaambia. Nani Jordan. Baba na mambo basa. Sitaki mamako. Mama, mzoga hapa mzee.
Baby. Mazingira umeonaje? Mazuri. Siku moja sio mbaya, maana nilipotoka safari nikasema ile za azuri kwa simu mambo ambayo mara nyingi tunaonekana tunapigana ubongo tu. Napenda lakini Hapa vizuri. Napenda sana kuja hapa mara nyingi. Tulia nikitoka safari. Hapa panaitwa picnic. Na wamesema ni mara ya kwanza kufika. Napenda sana mazingira kama haya. Halo. Bwana, mimi nishakwambia hivi, mazingira ya nyumbani mimi na wewe hatuwezi tukaendana. Hayo mengine ya nini na wewe? Alafu kuhusu Abeli. Kuhusu Abeli sio kwamba hizo habari. Abeli muache kwa sababu Abeli anajikuta endo yeye nyumbani pale. Sasa kwao hayo mambo bwana sijajua. Shida ni shida na shida ni za kwao. Mimi hapo sihusiki. Bwana hebu achana na hivyo kwanza. Unaniboa mimi. Mambo tu ya kifamilia nyumbani. Basi pende Pole sana Abeli mpenzi wangu. Asante sana. Nilitamani sana ningekuwepo unavyomuuguza mama. Japo na mimi nishiriki kusaidia. Lakini ndio hivyo nikapata dharura. Mimi nikasafiri. Labda nikutoe wasiwasi mpenzi wangu. Awali ya yote, hebu tumwachie Mungu. Maana Mungu ndio mweza wa yote. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia mpenzi wangu. Natamani tufungue ukurasa mpya kwa maisha yetu. Yaani nategemea kuwa hautaniacha. Nakuambia kitu mpenzi wangu. Ndio nabii. Hii ni mimi na kuahidi nitaziba pengo la mama. Kweli? Kweli. Serious? Usinitanie bwana. Kweli. Nakupenda sana baby. Nakupenda pia. Haya. Sasa mazingira ndio haya. Tukiwa tupumzike hapa japo kwa muda mchache. Sawa. Ngoja narudi. Toka mara moja. Usichelewe. Okay, sawa. Bila shida. Zo. Zo. Zo.
Kuna mtu